Mimi nina malalamiko mawili. Lalamiko langu la kwanza, nilituhumiwa kwa kosa la wizi na askari wa wilaya Kondoa mnamo tarehe 24 mwezi wa kwanza. Walikuja katika makazi yangu na ninafanya biashara ya duka pamoja na mashine ya kusaga. Lakini polisi walikuja katika eneo langu na kubeba kila kitu kilichokuwa cha kwangu. Walibeba kila kitu kilichokuwa ndani ya nyumba na hata vitu vya biashara, ikiwa ni duka pamoja na mashine ya kusaga na kukoboa nafaka. Hivyo ndani ya nyumba hakuna chochote walichoacha. Walibeba magodoro mpaka na chakula. Ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina familia, wadogo zangu 4 wanaesoma wakinitegemea, maana wazazi wote walishafariki. Na mpaka sasa hivi sina uwezo wa kuhudumia familia. Ilikuwa lini? Ilikuwa mnamo tarehe 24 mwezi wa kwanza mwezi huu. Mnamo mwezi wa kwanza 2026 mwaka huu. Sasa wakabeba vitu, wewe wakakuacha. Sasa vitu ndio viliiba. Walinichukua mimi, lakini walivontoa nilikaa kitoni ndani ya miezi 2 kasoro. Baada ya kutoka nimefuatilia vitu vyangu, lakini wananiambia wanipe vitu baadhi ambavyo ni vitu vya dukani. Lakini mpaka hivi sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna vitu vya kuharibika na ninahofia hasara ambayo nitakaipata. Mimi niligoma kupokea vitu baadhi, maana nikiangalia kitega uchumi cha kwangu kikubwa nilichokuwa kikinisaidia ni mashine hiyo ya kusaga, na wao wananiambia nisubiri kwanza, na sielewi sababu ya msingi. Mashine iko wapi? Mashine ndio hivyo wameshavichukua, vipo kituo cha polisi wilaya Kondoa. OCD iko wapi? OCD, hebu tuambie vitu viko wapi? Sasa bwana, najua mna vitu vingine vya masuala ya kiupelelezi, lakini kwa kuwa mashine hiyo sio ya wizi na hivyo vitu muda wote yule anataka kuvirudisha, na huyo mtu mnamjua yupo na mpaka leo kaja hapa, nendeni mkamrudishie vitu vyake. Mheshimiwa, tumekuelewa. Nendeni mkarudishe vitu vyake vyote mlivyochukua. Tumekuelewa Mheshimiwa, litatekelezwa. Haya. Nakushukuru sana. Asante Waziri Mkuu, na nitakukumbuka siku zote katika maisha yangu kwa msaada ulionipatia.